Namshukuru Mwenyezi Mungu. Naam, karibuni. Swali kwa Sudi. Sudi vipi? Safi safi. Mimi naitwa Ramadhani Sikia Kabili. Swali langu ni kwamba nilimsikiliza mwalimu wa Young Africans akazungumzia kwenye swala la kupenda kutumia transition, kwa maana ya kwamba kwenye mkutano mechi ngumu mnakuwa ni second, then mnatumia transition. Tutarajie hilo kesho kwamba nyie mtakuwa ni second team, kwa maana ya kwamba mtakuwa mnasubiria Yanga then mtakuwa mnashambulia kwa kushtukiza. Asante. Sisi kama timu tumejiandaa vizuri na wao wenyewe wanafahamu mchezo wa kwanza jinsi ulivyokuwa. Haikuwa rahisi kwa upande wao. But tutaendelea kufanya kile ambacho mwalimu alichotuwezesha na kuweza kutuambia nini ambacho tunataka tufanye kwenye pitch. Kwa hiyo tunawaheshimu Yanga Afrika, lakini wakawa wakijua tumekuja na ubora wetu ambao tulotoka na Babati. Kwa hiyo bado tuko vizuri na tunatumani tutatoa matokeo mazuri zaidi hapo kesho. Okay, sorry. Nyingine. Cause unaposema pressure hakuna kitu kama hiko, but si wenyewe ni wachezaji ambao tuna masini ya wengi. Kwa hiyo tunajua nini ambacho tunakwenda kukifanya, kwa sababu football ni kazi yetu na tumeajiliwa kwa sababu ya kufanya kazi hiyo, kwa sababu tumeaminiwa na ndio maana tuko hapa. Kwa hiyo sisi tumekuja kuipambania Mbeya City kama club na kuweza kuyakilisha vizuri. Swali la mwisho. Mbinu za timu zitabaki kuwa ni siri yetu. Tunakwenda vipi kwenye pitch? The same tu niweze kusema kile ambacho tuombe kesho tunamkaje kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, lakini hali ya yote tumekuja kuchukua alama hapa mjini Dar es Salaam, atakuja kushangaa magari kwa sababu wanatambua umuhimu wa mchezo, tunatambua umuhimu wa mchezo, na kikubwa kama tulivyosema hapo awali tutawaheshimu kwa sababu wao wanakuja nao pressure, nao lazima tutakuwa nayo kwa sababu kama kwetu waliweza kutokuweza kuwini, basi hata sisi kwao tunaweza tukaondoka na kipaumbele zaidi. Shukrani Sudi. Sasa zungumza na mashabiki wa Mbeya City ukiwaalika uwanjani. Hali yote tunasema karibuni ndugu zetu, kwa sababu hata hapa ni kwetu, kwa sababu kwenye mji wao tuna kijiji chetu. Kwa hiyo sehemu ndugu zetu wapo na wameshafika, watakuja kutupa heshima. Kwa hiyo kikubwa tunatumaini hali yote kila kitu kipo vizuri. Inshallah tumuombe Mungu tukutane kesho panapo majaliwa.